Ndugu watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu usiku wa leo. Serikali ya Samia Suluhu Hassan imeweza kutangaza makamu wa rais mpya atakaye mrithi Dr. Balozi Emmanuel Nchimbi ambaye aliweza kujiuzulu kupitia kwa kushurutishwa. Sasa CCM imeweza kumtangaza na kumpitisha Deogratias Ndejembi ambaye ni waziri wa nishati kuwa makamu wa rais mteule. Kumbuka kwamba jina hili la makamu wa rais sasa ambaye ni mteule litafikishwa kwenye bunge la taifa lijadiliwe, na likipitishwa basi ataapishwa kama makamu wa rais atakayechukua nafasi yake Emmanuel Nchimbi. Kumbuka kwamba kipindi ambapo walikuwa wanatangaza hayo yote, mtazamaji wangu, kwamba Ndejembi ndiye atakayechukua nafasi yake Nchimbi, vile wameweza kumfurusha na kumfukuza wanachama wa CCM Balozi Nchimbi kwa kile ambacho wamesema kwamba ni kukosa nidhamu. Sasa ambaye ameweza kuyatangaza haya, mtazamaji wangu, kwamba Deogratias Ndejembi, waziri wa nishati, ameweza kuteuliwa kushika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni katibu mkuu wa chama cha CCM Balozi Dr. Aisha Rose Migiro, ambaye aliweza kutangaza siku ya Jumatano usiku tarehe 26 Agosti mwaka 2026, mahala ambapo aliweza kueleza kuwa uamuzi huo uliweza kuamliwa na halmashauri kuu ya chama hicho cha CCM kilichokaa leo jijini Dar es Salaam siku ya Jumatano tarehe 26. Sasa Dr. Migiro alieleza kuwa uamuzi huo umefikiwa mara baada ya kujiuzulu na kuvuliwa wanachama kwake makamu ambaye ni Balozi Dr. Nchimbi. Aidha, Migiro ameweza kueleza kuwa baada ya kupendekeza na kupitishwa jina hilo, mchakato wa kikatiba utaendelea, ikiwemo jina hilo kwenda kupigiwa kura bungeni. Naomba tuweze kumsikiliza Dr. Migiro akizungumza kidogo tu niweze kuweka mambo shwari kupitia kwenye studio zetu hapa, mambo yawe shwari kabisa. Tuweza kumsikiliza Dr. Migiro anasema lipi. Lakini vile kuna uamuzi mwingine wa muhimu uliofanywa na halmashauri kuu ya CCM taifa, na ni kupokea na kupitisha jina katika hatua ya awali ya mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu Deogratias John Ndejembi. Halmashauri kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa rais, na hilo litafanyika baada ya taratibu za kikatiba kukamilika ambazo zinataka jina lake lifikishwe bunge, na likipitishwa huko basi kwa mujibu wa katiba yetu taratibu za kumwapisha zitaanza ili akamate nafasi hiyo ya juu kabisa baada ya nafasi ya Mheshimiwa Rais katika taifa letu. Unaona hapo, huyo ni Rose Migiro ambaye ameweza kutangaza hilo, mtazamaji wangu, kuniradhi kwa hilo. Unaona hapo mwenye ameweza kutangaza hilo ni katibu mkuu wa chama cha CCM ambaye ameweza kusema kwamba nafasi hiyo, mtazamaji wangu, imeweza kuachwa wazi, naye Nchimbi itashikiliwa na waziri wa nishati Bwana Ndejembi. Kuna wale ambao wataniuliza Deogratias John Ndejembi ni nani? Ni mwanasiasa kutoka kwa Chama cha Mapinduzi CCM ambaye ni waziri wa nishati, vile ni makamu wa rais mteule sasa hivi. Historia yake fupi, aliweza kuzaliwa mwaka 1983, sasa hivi yuko na miaka 43.
aliweza kusoma Uingereza, vilevile ni mbunge wa Chamwino Dodoma. Safari yake kwenye serikali ni aliwahi hudumu kama waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Alitumikia wizara hiyo kabla ya kuweza kuhamia upande wa nishati, na upande wa nishati aliweza kuteuliwa rasmi tarehe 20 Novemba mwaka 2025, akikabidhiwa ofisi na Dr. Doto Biteko Mtumba Dodoma. Naibu wake ni Salome Makamba. Sasa leo tarehe 26 Agosti mwaka 2026, Samia ameweza kumteua kama makamu wa rais. Ningeomba tuweze kumpata shabiki wetu mwenye anaitwa Mkwabi aweza kutueleza, je, CCM kumteua bwana Ndejembe kuchukua nafasi yake makamu wa rais inamaanisha nini? Je, huyu makamu wa rais mpya, je, yeye ni bora zaidi kuliko makamu wa rais ambaye ameweza kujiuzulu kutoka madarakani ambaye ni Dr. Njimbi? Sasa ningeomba tuweze kuungana naye ndugu yetu Mkwabi aweza kutueleza kuhusu uteuzi huu ambao umeweza kufanywa wa makamu wa rais mpya. Moja kwa moja tumpate ndugu yetu. Bwana Mkwabi, unatupata kwa njia moja kwa moja. Umeweza kusikia uteuzi huu ambao umeweza kufanywa na CCM? Ndio bwana Ezra, nimeweza kuona mitandaoni kama wote tulivyoona, na nimeweza pia kusikia. Ndugu wa Tanzania mnayetufuatilia, mnayetusikiliza, mnayesikiliza vipindi vyetu, cha kwanza nimpongeze huyu ndugu Ezra kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Amekuwa ni sauti ya Watanzania wanyonge ambao wamekosa matumaini. Hii TV yake ipo Kenya, na huyu ni Mtanzania mzalendo ambaye amejitolea kupambania vijana. Kwa hiyo naomba sana Watanzania mlioko Tanzania, mlioko nje ya Tanzania, mumunge mkono sana huyu ndugu Ezra. Asante sana. Kwa sababu pia vyombo vingi vya Tanzania vya online, hizi TV za online nyingi na TV za Tanzania zote naona zimeshawekwa mfukoni na serikali, hazina sauti tena ya kusemea wananchi. Kwa hiyo huyu bwana Ezra amejitolea kulipambania taifa letu. Kwa hiyo ndugu wa Tanzania, wanaharakati, watu wote mnaye tusikiliza, tafadhali sana mtakaposikia kipindi hiki, tafadhali sana muwe mnasikiliza hii TV. Ni TV ambayo inatoa taarifa za ukweli, na ni TV ambayo imekuwa inatoa kiukweli inatoa matumaini kwa Watanzania kwa sasa. Kwa hiyo muunge mkono huyu ndugu yetu bwana Ezra, na muunge mkono hii Tanzania News TV. Asante sana. Sasa bwana, ngoja niende moja kwa moja bwana Ezra. Yes. Kuhusu uteuzi wa makamu wa rais mpya na kuondolewa kwa Nchimbi kuwa mwanachama, kunyang'anywa wanachama Dr. Nchimbi. Naam. Kwanza nianze na uteuzi wa huyu Deogratias Ndejembi. Bwana huyu Deogratias Ndejembi ni kijana, umri wake uko kati ya miaka 35 na 45 kwa watu wanaofahamu zaidi. Kwa sasa hivi ni kulingana nikukate kidogo kulingana na utafiti ambao nimeufanya, ndugu Ndejembe yuko na miaka 43. Sasa kulingana na wewe, huu uteuzi unauonaje? Huu uteuzi wa ndugu Ndejembi kiuhalisia, ni kijana ambaye amepikwa na Samia. Yaani huyu ni kijana ambaye ameibuka hivi kwenye serikali ya Samia, serikali ya Magufuli hakuwepo, serikali ya Kikwete hakuwepo. Ni kijana ambaye amepikwa na Samia, kwenye mikono ya Samia. Kwa hiyo Samia ameweka mtoto wake. Yaani Ndejembi huwa, kwa watu ambao wanafuatilia siasa za Tanzania wanamfuatilia, kwa sasa ni waziri wa nishati.
hata kwenye ule uzinduzi wa bwawa la Nyerere alikuwepo na alizungumza, ni waziri wa nishati. Kwa hiyo Ndejembi kwa sasa kiukweli yani Samia ni sawasawa kwamba amemweka Abduli. Yani Ndejembi na Abduli au na Mchengero au na Makonda huwa hawana utofauti. Yani hawa ni vijana wa Samia. Manake amemweka mtu ambaye hawezi kukanusha chochote. Manake amemweka mtu ambaye ataweza kumwamulisha. Kwanza Ndejembi ni kijana mdogo, hatoweza kumshauri Samia na hatoweza kupinga kauli yoyote ya Samia, ya maamuzi ya Samia. Kwa hiyo amemweka mtu ambaye atakuwa chini yake, amuamulishe chochote ambacho atamuamulisha akitekeleze kwa wakati ambao Samia atataka. Kwa hiyo huu ndio uchambuzi ambao naweza kuchambua kwa Ndejembi, na hakuna Mtanzania mwenye akili zake timama ambaye anaweza kabishana na hili kwamba Ndejembi ni kijana wa Samia ambaye amepikwa na Samia kwenye mikono yake na Samia anamwamini sana. Lakini sifa za Ndejembi kiufupi, Ndejembi ni mpole sana, ni kijana mpole sana. Lakini Ndejembi hana ushawishi, sio kijana maarufu sana, yani Gen Z, yani Watanzania wengi na Gen Z hawamjui Ndejembi. Yani ni kijana mpole sana, hana makuu, hazungumzi sana, sio mtu wa kuzungumza. Ni kijana mpole sana. Yani sifa zake ni kama za Dr. Mpango, huyu makamu wa rais ambaye alistaafu mnamjua. Yani sifa za Ndejembi hatofautiani sana na Dr. Mpango. Wanachotofautiana na Dr. Mpango labda ni umri tu, lakini sifa za Dr. Mpango na sifa za Ndejembi zinafanana. Yani ni wale watu wa ndio. Yani kila anachokizungumza ndio. Hawezi kupinga kauli yoyote, hawezi kushauri chochote kwa sababu naona bado ni kijana mdogo. Yani Samia amemweka mtu ambao hataweza kumpinga chochote atakachokiamulisha ndio hicho kitatekelezwa. Kwa hivyo yani Ndejembi ni tofauti na Nchimbi kwa sababu naona Nchimbi ni mtu ambaye anaweza akakosoa hoja, anaweza kumshauri, kamwambia bwana hiki hapa hatuendi sawa, tunaweza tukaharibu hebu twende hivi. Kwa hiyo Ndejembi ni tofauti sana na Nchimbi. Kwa hivyo taifa limeingia kwenye majanga makubwa. Taifa limeingia kwenye majanga makubwa kiukweli, hakuna matumaini ya taifa kupona kwa sababu huyu kijana ambaye tumempata ni chawa wa Samia na hakuna mabadiliko yoyote ambayo atakuja kutokea kwenye serikali. Kiukweli taifa limeingia kwenye hasara kubwa sana Bwana Ezi. Naam. Kwa hivyo tuseme tu ni chawa, ni kibaraka chake Samia. Huyu kijana ni kibaraka chake Samia, maana ni mtoto ambaye amempika kwa mikono yake na anamwamini sana, chochote kila ambacho atamuamulisha atakifanya kwa wakati ambao Samia atataka mwenyewe. Kwa hiyo hawezi kubishana na Samia, ni kibaraka au mchawa wa Samia kiufupi. Kwa hivyo sasa nikuulize swali kidogo tu hivi. Sasa wewe unaona kweli kuna kazi ambayo anaenda kuifanya ambayo tunaweza tukasema kwamba ataenda kuifanya kazi kuzidi ile ambayo Nchimbi aliweza kuifanya? Ndejembi hakuna kazi yoyote ambayo ataenda kuifanya isipokuwa maana yake pale kiti cha makamu wa rais hakina mtu. Yani kiuhalisia uwepo wa Ndejembi maana yake ni kama vile Samia tu ni kama vile kafanya kitu kama Boshen, yani kama vile kafanya kitu kama mask tu, lakini ni Samia ndiye rais na ndiye makamu wa rais. Hakuna chochote kipi ambacho Ndejembi ambacho anaweza ukifanya pale kwenye serikali ya Samia kaleta mabadiliko yoyote. Hakuna chochote. Kwanza Ndejembi hana ushawishi wowote. Sio mtu ambaye anaweza katembea nchini akafanya mikutano labda akaitisha wananchi wakajaa kwenye mikutano yake. Yani hana ushawishi. Wananchi hawamjui wengi, vijana Gen Z hawamjui, hawamuelewi. Maana ni kijana ambaye mambo yake anafanyika kwa yani ni mtu ambaye hana ushawishi kifupi. Yani ukisikia yule mwanasiasa ambaye hana ushawishi, yani kwa sababu wananchi wengi hawamjui na hana ushawishi. Wanayemjua sana wale watu ambao wanafuatilia siasa. Yani kijana amepoa sana, hana ushawishi. Yani kiuhalisia ni chawa. Yani kifupi hakuna matarajio yoyote kwa Deogratias Ndejembi, mbunge wa Dodoma, waziri wa nishati. Yani hakuna matarajio yoyote. Sasa kwa matarajio yoyote ambayo tunayatarajia isipokuwa kuna mipango ya Samia miovu ya kuumiza taifa la Tanzania. Kuna mipango ya Samia miovu. Ndio maana unaona amemweka Ndejembi. Amemweka Ndejembi kila chochote kila atakachokiamulisha kitekelezwe. Asiwepo mtu wa kupinga kauli zake.
Sasa ndugu, kuna mipango ambayo Samia anayo ambayo sio vizuri kwa taifa la Tanzania. Sawa. Sasa okay, kidogo ndugu yangu, sasa naona yale ambayo unaeleza kwamba Samia ameweza kujiteua tena kuwa makamu wa rais, vile ambaye ni rais. Yani yule ambaye ameweza kumteua Ndejembi haendi kufanya kazi yote. Yeye ni mfano tu wa kuwa makamu wa rais, lakini yale yote ambayo atakuwa anaamriwa naye Samia Suluhu Hassan, sivyo? Ya, ndivyo ndugu Ezra, ndivyo. Maana Rais Samia ni kama vile kwenye kile kiti cha makamu wa rais hakina mtu, kwa sababu mtu ambaye hataweza kumshauri, mtu ambaye hataweza kupinga kauli yoyote. Sasa atakuwa na umuhimu gani kwenye kile kiti? Maana tafsiri yake ni kwamba kile kiti maana hakina mtu. Ni sawasawa kwamba Rais Samia ndiye rais na ndiye makamu wa rais. Yule yupo tu kama boshe fulani, yani yupo kama mgoli fulani tu pale. Sasa kwa sababu ya wakati, ndugu Mkwebi, ningeomba niweze kukuuliza swali alafu nikupe dakika 2 hivi uweze kujibu ile swali. Sasa unaonaje kuhusu Nchimbi kuvuliwa wanachama wa chama cha CCM? Dakika 2 alafu tumalize kipindi hapa. Ndugu Ezra, kama nilivyosema kwenye kile kipindi cha jana, ndugu Ezra, kiufupi tulitarajia haya na nilisema kwamba serikali ya Samia chekeshi. Hilo nilisema na nikaweka alama mara nyingi kwa kusema serikali ya Samia ichekeshi. Maana wakikuondoa kwa namna Nchimbi alivyoondolewa, kwa sababu Nchimbi hajajiuzuru kwa hiari yake. Ndio ameandika barua kwa kujiuzuru, kwa maana amejiuzuru kwa hiari yake, lakini kiundani ndipo Nchimbi hajajiuzuru kwa hiari yake. Nchimbi amelazimishwa, ameshinikizwa kujiuzuru. Umeona? Kwa hiyo sasa ikishakuwa hivyo, maana yake ya Nchimbi ametokea kama yale ya Ndugai. Maana yake ameondoka kwa shari. Sasa akiondoka kwa shari kama hivi, serikali ya Samia na mfumo wa Samia huwezi kumwacha salama. Na nilisema kwamba Nchimbi afanye kila kinachowezekana, atoke Tanzania aende akapumzike nje. Kwa sababu nilitarajia kwamba baada ya Nchimbi kuondolewa kuna mambo atafuata, ikiwemo kuondolewa wanachama. Maana akishaondolewa wanachama, maana yake ni raia wa kawaida. Kwanza sio makamu wa rais, maana yake hana cheo chochote kikatiba, maana amesha staafu, na kingine sio mwanachama wa CCM. Maana yake kwenye mikutano ya halmashauri kwake hawezi kushiriki, maana yake ametengwa, sio mwanachama tena wa CCM na hawezi kushtaki kokote. Maana yake Nchimbi mpaka hivi tunavyozungumza, Nchimbi ni raia wa kawaida kama ulivyo wewe na mimi. Sio kama unaelewa. Maana hana kinga tena ya kikatiba. Maana Nchimbi ni raia wa kawaida sasa tunavyozungumza. Maana yake sasa kitakachofuata, maana yake wanaweza kumfungulia mashtaka au wanaweza kumuua, au ikitokea tena Nchimbi anaweza kwenda chama kingine, kwa mfano kwenda Chadema au ACT Wazalendo. Anaweza kupata ushawishi mkubwa kwa sababu maneno mambo ambayo amekuwa akiyazungumza kwenye mikutano yake, yale maneno amekuwa akiwafuna zaidi watu wa vyama pinzani, na watu wa vyama pinzani wamemwamini sana Nchimbi na wanampenda sana Nchimbi. Kwa hiyo akienda chama cha Chadema au akaenda chama cha ACT Wazalendo, anaweza akaungwa mkono na watu wengi na akapendwa zaidi. Kwa hivyo sasa kuna hatari mkubwa anaweza kukutana nayo. Hatari gani? Hatari ambayo anaweza kukutana nayo ikiwezekana kaenda kwa chama cha Chadema au chama cha ACT Wazalendo, anaweza kukutana na matatizo kama yale ya Tundu Lissu, kwa sababu Nchimbi unamwona ni mtu kanyoka, ni mtu mkweli, ni mtu wa haki. Kwa hiyo akienda kwenye chama kingine hataweza kukaa kimya, atazungumza kwenye majukwaa, atawasumbua. Kwa hiyo lazima wakabiliane naye, aidha kumpa makesi, aidha kumfunga au kumuumiza au kumuua. Kwa hiyo kwa zote vile akienda vyama pinzani, Nchimbi hatakuwa salama, na akiendelea kukaa hapo Nchimbi hawatomwacha tu amwache tu hivyo. Baada ya kuvuliwa wanachama wataendelea kufuatilia na wanaweza kumuumiza zaidi, kiwemo kufungulia mashtaka ya uongo au kumuua kabisa. Kwa hiyo mimi ninachokishauri kiukweli kwa Nchimbi, kinachohitajika Nchimbi atafute utaratibu wa kuenda nje apumzike. Lakini kuhusu katiba sasa, watu wengi wamekuwa wakiuliza, hata wewe mwenyewe jana ulijiuliza kwamba je, katiba inasemaje kwa namna Nchimbi alivyojiuzuru?
Nchimbi amejiuzuru mwenyewe, hajaondolewa na bunge. Kulikuwa na mipango ya Nchimbi, mswada ulikuwa tayari umeshapelekwa bungeni, kwa sababu leo wabunge sababu ya leo wabunge kukutana pale ni dharura, imetokea kwa dharura, na rais aliandika barua juzi, alimwandikia spika, ofisi ya rais iliandika barua kwa spika kwamba huyu jamaa tumemuita kwenye kikao cha maadili cha halmashauri ya CCM, amekataa kuja. Zanzibar tulimuomba ajiuzuru, amekataa. Kwa hiyo huyu jamaa alikuwa ni kaidi. Kwa hiyo huyu mtu inatakiwa amuondoe bungeni. Kwa hiyo kulikuwa na barua tayari imeshaandikwa kwa spika kwamba inatakiwa Nchimbi aondolewe, apigiwe kura bungeni ya kutokuwa na imani naye, aondolewe bungeni kwa makamu wa rais. Kwa hiyo Nchimbi alijua hilo. Ndio maana unaona aliandika ile barua asubuhi yake, ambayo ni jana. Aliandika ile barua ya kujiuzuru. Ilikuwa kwenye mpango, kwa maana unaona hata ile barua imeandikwa kama kadharura, ilikuwa vizuri, kwa utaratibu mzuri. Maka ameandika kwa dharura baada ya kupenyezewa taarifa kwamba kuna mpango wa kumuondoa bungeni. Maana yake wamzalilishe. Maana yake bungeni apelekwe mashtaka kwamba ni mpotovu wa nidhamu, kama hivi walivyosema hapo kwamba ni mpotovu wa nidhamu, hana maadili na kadhalika, na hamheshimu rais na kadhalika, aondolewe. Maana yake wamzalilishe. Kwa hiyo Nchimbi alijua hilo, alitaka sasa Nchimbi kumaliza hilo kwa juu, ndio maana akaandika barua ya kujiuzuru mapema ili kuficha hilo. Lakini naona ndio hayo yalikuja kutokea huko mbele. Kwa hiyo sasa katiba inasema nini? Kama makamu wa rais atajiuzuru kwa hiari yake, manake hajaondolewa na bunge kwa mashtaka, maana amejiuzuru kwa hiari yake. Katiba inasema nini? Lakini sasa unaona kashaondolewa wanachama, maana CCM hawezi tena kugombea. Lakini katiba inazungumza nini kuhusu hatima ya Nchimbi? Nchimbi 2030 kwa mujibu wa katiba anaweza kujiunga na chama chochote akagombea urais. Katiba inaruhusu. Kama makamu wa rais amejiuzuru kwa hiari yake, kama Nchimbi alivyoandika barua, hajaondolewa na bunge, sio mashtaka aliyemuondoa, kwa sababu aliandika barua, alijiuzuru mwenyewe. Angeondolewa na bunge, asingepata uhalali kwa mujibu wa katiba, asingepata uhalali wa kugombea nafasi ya ubunge au ya urais. Lakini kwa sababu ameandika barua mwenyewe ya kujiuzuru, katiba inamruhusu kugombea nafasi yote, iwe ni ubunge au urais. Na unajua kwenye taifa letu la Tanzania hakuna kugombea kwa kiti, yani kugombea kwa kiti chako maalum, yani sema kwamba mimi nagombea urais bila chama. Kila mgombea lazima apite kwenye chama, uwe ni diwani, uwe ni mbunge, uwe ni rais, lazima utokane na chama cha siasa. Ndio. Kwa hiyo sasa hivi CCM mtambui Nchimbi imeshamnyang'anya wanachama. Kwa hiyo Nchimbi uhalali wake kwa mujibu wa katiba inamruhusu kugombea urais, lakini lazima atokane na chama, na CCM imeshamuondoa. Maana itatakiwa sasa Nchimbi kama atagombea ubunge au urais 2030, itatakiwa sasa Nchimbi atafute chama ambacho atajiunga nacho, iwe ni Chadema, iwe ni ACT Wazalendo, iwe ni CUF, iwe ni ACT Mageuzi. Chama chote ambacho atakiona kinaendana na yeye atajiunga nacho ili agombee urais. Hakuna tatizo kabisa, katiba inamruhusu kwa sababu amejiuzuru kwa hiari yake, hajaondolewa na bunge kwa mashtaka kwamba wabunge wapige kura wamuondoe kwa mashtaka. Hapana, amejiuzuru mwenyewe. Haya ya CCM wala hawana shida. Akijiunga na chama kingine chochote kwa mujibu wa katiba anaweza kugombea kabisa, na anaweza kuendelea na siasa zake, akaongea majukwani, akatengeneza siasa vizuri sana bila tatizo lolote kuhusu Nchimbi. Asante sana, naona umeweza kuliweka vizuri, wakati umeweza kuyoyoma. Naomba tuweze kutamatizia kipindi chetu hapa, alafu kesho majaliwa yake Maulana nitakutafuta tuendelee na mada nyingine, Bwana Mkwabi. Okay, asante sana Bwana Ezra. Asante sana wasikilizaji mnayetufuatilia Tanzania News TV. Asante sana kwa kusikiliza. Usiku mwema, asante sana. Haya, nimeshukuru. Nimekuwa nikizungumza na kaka yetu ambaye yuko Tanzania, Bwana Mkwabi, na ameweza kulichanganua zaidi kwa marefu na mapana kuhusiana na makamu wa rais mpya ambaye Samia Suluhu Hassan ameweza kupendekeza jina lake kwamba lipelekwe bungeni, kisha wabunge waweze kulipiga msasa na waweze kumpitisha. Iwapo atapitishwa, basi ataapishwa. Huyo ni ndugu Deogratias John Ndejembi.
Mimi ni Bwana Ezra, endelea kusubscribe. Asante sana. Sijui wazo lako ni lipi kuhusiana na huyu makamu wa rais mpya ambao unaona hapa.